Ndugu mpendwa mtazamaji wa chaneli yako pendwa inayohusiana na masuala ya afya ya wanyama na uzalishaji kwa ujumla. Leo hii mbele yako ninakuletea aina mojawapo ya mabanda ya mbuzi, na kama hili jinsi unavyoliona hapa ni kwa kitaalam linaitwa raised goat house ama ni banda la sakafu ya juu. Hapa kwa haraka nitakupa maelezo kamili juu ya banda hili, faida, lakini pia na ushauri kwa ujumla. Kwanza tuanze, banda hili kwanza limejengwa juu kidogo kutoka ardhini kama kwa jinsi unavyoweza kuona hapa, lakini pia banda hili limejengwa kwa kutumia mbao ama unaweza kujenga kwa kutumia mianzi. Lakini pia vile vile banda hili hapa kwa jinsi unavyoweza kuona, hii ni mianya ambayo inaweza ikarahisisha pindi unapoweza kusafisha, kinyesi kile kinaweza kudondoka chini, hivyo inakuwa ni vyepesi kuweza kusafisha wewe ili kuweza kupata mbolea kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama kilimo na masuala mengine. Lakini pale unapoweza kusafisha kile kinyesi, moja kwa moja kinaweza kudondoka chini. Sasa nikuonyeshe kidogo, unapoweza kusafisha kinyesi kinaweza kudondokea hapa kama jinsi unavyoweza kuona, lakini itakurahisishia wewe kuweza kusafisha na kuweza kupata mbolea nyingi sana. Kama una eneo lako umelitenga kwa ajili ya kilimo, unaweza kupata mazao mengi sana. Lakini pia vile vile faida za kuwa na banda kama hili, kwanza lina uwanda mpana sana kama jinsi unavyoweza kuona. Mbuzi wako wanapata hewa ya kutosha, hivyo kuwakinga na baadhi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kusababishwa na uhaba wa hewa. Lakini pia faida ambayo inaweza kutokana na kuwa na banda bora sana na la kisasa kama hili ni linawakinga mbuzi wako na magonjwa kama nilivyoweza kusema hapo mwanzoni. Lakini pia banda hili faida yake ama umuhimu mwingine, inaweza kukurahisishia wewe mfugaji kuweza kusafisha vizuri kama jinsi unavyoweza kuona. Lakini pia kwa haraka naweza kukupa ushauri mzuri na nasaha kwako wewe mfugaji pindi unapotaka kujenga banda zuri kama hili. Cha kwanza kabisa unatakiwa uzingatie, uhakikishe banda lako lina mwelekeo mzuri wa upepo. Kama jinsi unavyoweza kuzidi kuona hapa, banda letu lina hewa safi, lina hewa ya kutosha, hivyo mbuzi wanapata hewa nzuri sana. Lakini pia kwa ushauri mwingine, unatakiwa banda lako uhakikishe umetenga angalau sehemu kama hii unavyoweza kuona hapa. Hii ni sehemu mahususi kabisa kwa ajili ya kuweka mbuzi wako wadogo, ama pale unavyoweza kuona kuna mbuzi mwingine aidha na matatizo ama ni mgonjwa, unaweza kumweka sehemu kama hii. Lakini pia na hii sehemu nyingine yote kama unavyoweza kuona, unaweza sasa kuweka mbuzi wako wao wengine wakubwa. Ndio hapo unaweza kuweka mbuzi wako wakubwa. Lakini pia vile vile unatakiwa uhakikishe banda lako hili unapolijenga usilijenge sehemu ambayo maji yanatuama. Ndio, kwa sababu tunajua unapojenga banda lako sehemu ambapo maji yametuama, tunaweza kusababisha magonjwa mbalimbali ambayo yanasababishwa na uchafu. Unaweza kukuta mbuzi wako anakunywa maji, anapata magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo tunashauri sana banda lako unavyoweza kulijenga, ulijenge sehemu ambayo unaweza kuepusha ile sehemu ambayo tunaweza kusema kwamba utoaji wa maji ambayo inaweza kuwa ni hatari kwa mifugo yako. Hivyo basi, kwa ushauri mwingi na mafundisho mengi, usisahau kusubscribe chaneli hii kwa mafunzo zaidi, na pia usisahau kushare, kulike na kucomment. Na shukuru sana na tukutane katika kipindi kingine. Asante sana.